yangu kwamba hujambo popote pale ulipo usiku huu wa leo. Bila shaka hii ni Citizen Nipashe, ukweli wa mambo, ukiwa na mie wenu Swale, na haya ndio yaliyomo. Anaenda Ardhi House kusign documents kwa tax force ile ilikuwa imechukuliwa Matiang'i. Wakurugenzi wawili wa kampuni ya mashamba ya Kiheumweru wauawa huko Murang'a. Msanii mkongwe wa vipindi vya TV Mzee Ojwang azikwa kwenye makaburi ya umma ya Lang'ata. Mbunge wa Nakuru Mashariki David Gikaria kizimbani kwa kumwaga pombe isiyoruhusiwa barabarani. Tutakujuza mengi kuhusu uvumbuzi wa Mkenya Jamila Abbas, ambaye uvumbuzi wake ulitambuliwa na Rais wa Marekani Barack Obama. Marhaba mtazamaji. Wakurugenzi wawili wa kampuni ya ununuzi wa ardhi ya Kiheumweru wameuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana. Inaarifiwa kuwa wakurugenzi hao waliuawa mwendo wa saa 12 alfajiri na watu waliokuwa kwenye pikipiki. Inasemekana kuwa wakurugenzi hao walikuwa wamepangiwa kukutana na kaimu waziri wa ardhi Fred Matiang'i. Uchungu na masikitiko ya watu wa jamaa za wakurugenzi hao wawili waliopatikana wameuawa. Wakurugenzi wa kampuni ya wakulima ya Kiheumweru iliyo na ardhi ya ekari 1400 kaunti ya Murang'a. Ardhi ambayo imekuwa na utata tangu kubuniwa kwa kampuni hii na ambayo wakurugenzi wake wamekuwa wakifa au kutoweka kwa njia za kutatanisha. Anaenda Ardhi House kusign documents kwa tax force ile ilikuwa imechukuliwa Matiang'i ili watu wapate title deeds tarehe 4 mwezi wa 9, na ndio sasa wakakutana na kifo pale. Pengine waliuawa kama saa 12:30 mchana wa jua, saa tukukua usiku, na kuna polisi pale na kuna wengine hapa. Inaarifiwa kuwa kabla ya kukumbana na mauti, wakurugenzi hao walikuwa njiani kuelekea kwenye wizara ya ardhi kukutana na kaimu waziri wa ardhi Fred Matiang'i, ambaye alizuru ardhi ya kampuni hiyo hivi majuzi na kubuni jopo la kusaidia kutatua utata unaoandama kampuni hiyo. Inadaiwa waliuawa kwa kumiminiwa risasi na watu waliokuwa kwenye pikipiki. Baba yangu alikimbia akikimbizana Kiheumweru akakufa. Na mimi nakimbia nikufe. Niwaache kijana yangu Muyori akikimbia na yeye akufe. Wachukue shamba. Waziri Matiang'i kwa njia ya simu amesema kuwa alianza mchakato wa kuligawa shamba hilo pamoja na hatimiliki miezi 2 iliyopita. Aidha amesema kuwa tayari amekutana na wapelelezi kuhusu mauaji hayo. Nchi ambayo tuko na wachunguzi, watu 10 wamekufa, hata mmoja hajajulikana ameuawa na nani. Hapo kuna swali. Na swali kuu? Sababu watu 10 wanakufa na hakuna mtu hata mmoja ambaye ameshawahi kupatikana tu aliyeuliwa fulani. We cannot wait. Wiki 3 zilizopita mkurugenzi mwingine kwa jina Jacob Kariuki aliripotiwa kutoweka. Mkewe amekuwa akifika kila mara kwenye kituo cha polisi cha Limuru bila mafanikio kumpata hadi sasa. Sasa bwanangu sijui ako pande gani, sijui ako hai, sijui. Ndio sababu tuko hapa. Wakurugenzi hao wanaongeza idadi ya wakurugenzi wa Kiheumweru waliouawa kwa njia kutatanisha au kutoweka kufikia 10. Patrick Njendi, Citizen Nipashe. Dereva anayeshukiwa kuendesha gari linalohusishwa na mhubiri wa kanisa la Neno James Ng'ang'a amefikishwa mahakamani huko Limuru. Simon Kuria Maina anadhaniwa kuliendesha gari lililosababisha ajali ambapo mtu mmoja alifariki huku mwingine akijeruhiwa.
Familia hiyo changa ilikuwa ikielekea nyumbani kwao huko Limuru pale gari lao lilipogongana na gari jekundu aina ya Range Rover ambalo linahusisha na mhubiri James Ng'ang'a wa Neno Evangelism. Wale watu walifika hapo, watu wa kwanza walijua ni Ng'ang'a, na wote waliniambia hiyo gari ni Ng'ang'a na ni Ng'ang'a alikuwa nayo. Aliona amefanya accident, akatoka akafunga gari, akaingia kwa gari ingine na akaenda. Sasa Martin Mbugua amebakia kuuguza uchungu wa kumpoteza mkewe na majeraha ya jicho, kifua na mguu kutokana na ajali hiyo. Ingawa mashahidi wanashikilia walimuona mhubiri Ng'ang'a akiondoka eneo hilo, Inspector General wa polisi Joseph Boynet kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter hapo jana alitangaza kuwa gari hilo liliendeshwa na dereva tofauti kwa jina Simon Kuria Maina. Hii leo Kuria alifikishwa mahakamani akiwa na kifaa kwenye ukosi wake wa kudhibiti shingo lake kama aliyepata jeraha. Hata hivyo, Kuria hakuhitajika kujibu mashtaka kwani uchunguzi ungali unaendelea. Kuria amewachiliwa kwa dhamana ya shilingi 100,000 pesa taslimu, akitarajiwa kufika tena mahakamani tarehe 7 mwezi ujao. Kwa sasa Mbugua amebakia kusononeka, tumaini lake likiwa haki itatendeka. Juhudi zetu kuzungumza na mhubiri James Ng'ang'a hazijafua dafu, huku msaidizi wake Maina akiashiria kuwa Ng'ang'a anamhudumia jamaa wake mgonjwa na kwamba angewasiliana nasi pindi tu akipata nafasi. Kwa sasa familia ya Mbugua inaendelea na maandalizi ya mazishi kumwaga jamaa wao. Sam Gituko, Citizen, Nipashe. Kampeni dhidi ya ugonjwa wa polio itaanza tarehe 1 Agosti, mbali na pingamizi ambazo zimekuwepo kutoka kanisa Katoliki. Mkurugenzi wa huduma za afya Dr. Nicholas Muraguri amesema kuwa chanjo ya polio haina madhara yote na amewataka wazazi kuwapa watoto wao chanjo hiyo. Ni kikao kilichohudhuriwa na wadau kutoka Wizara ya Afya, wawakilishi kutoka Shirika la Afya Duniani na baadhi ya viongozi wa dini mapema leo kujadili chanjo ya polio. If we have proven that this polio vaccine is something that definitely makes a difference, then we say the vaccination must go on. And anyone having any issues around that should put the evidence clearly. I want you to tell to the mothers out there, to the grandmothers out there, take your children to the vaccination. We want to eradicate polio. Ni mjadala uliozuka kutokana na cheche za hapo jana za baadhi ya viongozi wa kanisa Katoliki ambao wanaitaka Wizara ya Afya kuahirisha kampeni ya kutoa chanjo ya polio itakayoanza tarehe 1 mwezi ujao hadi ukaguzi ufanyiwe kwenye chanjo hiyo kuhakikisha kuwa haina madhara yoyote. Lakini ni wazi kuwa hoja yao imetupiliwa mbali. Polio is real. And how does polio spread? We know it spread just like cholera. We from the religious community support government programs. I do not believe that the government would put programs in place that would harm the health of Kenyans or compromise the health of Kenyans in any manner. Hata hivyo, viongozi wa kanisa la Katoliki waliokuwa mstari wa mbele kupinga kuanzwa kutolewa kwa chanjo hii walikuwa wamealikwa kwenye kikao hiki, lakini walisusia. Polio as a disease does not care about our feelings. It paralyzes, it kills. Tahadhari kabla ya hatari wakati wote ni chaguo bora. Ndilo chaguo ambalo Wizara ya Afya imechukua ili kuepukana na visa vya watoto kupooza. Polio ni ugonjwa unaosababisha ulemavu na hata kifo, hususan kwa watoto iwapo hawapati chanjo hiyo. Chanjo ya polio inatarajiwa kupewa mwezi Agosti kwa takriban watoto milioni 6 walio chini ya umri wa miaka 5. Fiona Kenga, Citizen, Nipashe. Maiti ya mwigizaji maarufu wa kipindi cha Vitimbi Mzee Ojwang Hatari imezikwa leo kwenye makaburi ya umma ya Lang'ata hapa Nairobi. Ojwang alifariki tarehe 12 mwezi huu baada ya kuugua homa ya mapafu katika hospitali kuu ya Kenyatta. Walikusanyika hapa kwa nia na madhumuni kumsindikiza mwenda zake Ben Wanjau. Wengi wakimfahamu kama Mzee Ojwang. Ulisaje? Bibi ya mtu unamshika dakika 5 ukimsalimia. Ni salamu gani hiyo? Safari yake ikianza katika chumba hiki cha kuhifadhia maiti cha Umash.
wasanii wakishikana kwa pamoja kumpa heshima zake za mwisho. Biwi la simanzi likatanda hapa, wasiamini kwamba mzee hayupo tena. Safari ya mzee Ojwang ikachukua mkondo mwingine. Kwa usaidizi wa afisa wa trafiki, msafara ukafululiza hadi kwenye ukumbi wa Kenya National Theatre. Eneo ambalo alianzia kukuza kipaji chake miaka ya 60. Kinyume na vilio kama ilivyo katika matanga, wasanii waliamua kusherekea maisha ya mzee Ojwang. Na hapa msafara huo ukafululiza hadi katikati mwa jiji la Nairobi. Mashabiki wakitoa heshima zao za mwisho kwa mzee aliyeweka historia humu nchini. Saa 7 kamili, misa ya wafu ikaandaliwa katika uwanja wa Nyayo, kila mmoja akitoa kumbukumbu ya mzee Ojwang. I also stand here as a product of what Mzee Ojwang spent the rest of his time doing, inspiring us as a young people to be able to be who we are today. Tumefanya na mzee Ojwang miaka mingi, na Ojwang hajui kukasirika. Mimi siku moja tumeenda na Ojwang Tanzania na tukakosana vibaya sana. Asubuhi anakuja kwa mlango yangu anagonga, mama Kayai sasa. Kwa hivyo tafadhali, Ojwang alikuwa ni binadamu jamani, tutammiss tena tu sana. Niliachilie Mzee Ojwang. Mzee Ojwang kuna siku alikutana na Tamaa bin Tamaa. Tamaa bin Tamaa akamwambia, mimi ni Johnston, Livingstone, Amachina. Tamaa bin Tamaa titi in bracket koma. Ojwang akamwambia, wewe unajua mimi? Ojwang, Atare, Ondiek, Manganga, Sibur, Esquire. Kumbukumbu hizi zikiashiria kwamba muda wa kupumzishwa kwa mzee Ojwang umewadia. Ikawa ni mwenye nguvu mpishi katika barabara ya Lang'ata. Na hapa muda ndio ulikuwa kila kitu. Saa 10 mzee akapumzishwa kwenye makaburi ya Lang'ata, huku serikali kiahidi kuangalia familia yake kama heshima kwa mzee Ojwang. Mzee Ojwang amemwacha mjane mmoja na watoto 2. Ametumbuiza watu kwa muda wa takriban miaka 43, na hii leo ni siku yake ya kupumzika. Kutoka kwetu tunasema buriani mzee Ojwang. Lulu Hassan, Citizen Nipashe, Nairobi. Safari ya mwisho ya mzee Ojwang, anasema inakuwaje unamsalimia mke wa watu kwa dakika 5? Umemkumbatia tu na ni mke wa wenyewe. Mtazamaji, mimi nitapata fursa hapa ya kupumzika kidogo kabla ya kurejea na taarifa zaidi za Nipashe. Karibu tena mtazamaji. Licha ya waziri wa afya James Macharia na mkurugenzi wa huduma za matibabu Dr. Nicholas Muraguri kutoa ahadi kuwa watoto 28 katika kijiji cha Akichelesit, kaunti ya Busia, waliodungwa sindano na kupooza watasafirishwa hadi Nairobi, watoto hao hadi sasa wamesalia majumbani. Ahadi ni deni. Nairobi Hospital in particular, the CEO has been very gracious, has agreed actually to bring them to Nairobi, all those kids who are affected, and house them in Nairobi to make sure that they get the best medical care. We are working with them to bring them to Nairobi for further specialized service. When are they going to be brought to Nairobi? Tomorrow. They are already on their way. We are doing the preliminary work with them, with the county government. They have already identified, and they are tomorrow will be en route. We are also... Ahadi ambazo zimesalia tu maneno bila ya vitendo, kwani watoto 24 waliodungwa sindano iliyochangia kuwapooza. Sasa mimi nashangaa waziri hauna nguvu ya kutoa amri na jambo liweze kushughulikiwa kwa haraka. Na kama hauna nguvu, basi ni vizuri utangaze hadharani, julikane kwamba hauna nguvu, ulikuwa unatuchezea tu mchezo wa paka na panya, na tuweze kuacha hapo na watoto wetu tukihangaika. Na kama uko na nguvu, basi vile ilitangazwa kwamba
watoto wetu watachukuliwa Kenyatta Hospital, ifuatiliwe kwa haraka na hawa watoto washughulikiwe vile inavyotakikana kama wananchi. Uwezekano wa wana hawa kusalia walemavu ukiwakodolea macho baada ya kukosa matibabu walioahidiwa. Watoto wetu bado wanapiga shida, wengine wamerudi sasa kutembelea magotini chini. Does this not even border on criminal negligence? So we have suspended him. Kuhusiana na ahadi waliotoa hapo jana katika runinga ya Citizen katika kipindi cha The Big Question, juhudi za kutafuta jibu kutoka kwa mkuu wa matibabu katika Wizara ya Afya Daktari Nicholas Muraguri hazikufua dafu, kwani hakupokea simu zetu wala kutoa mwelekeo kuhusiana na hatma ya watoto hawa. Alex Kubasu, Citizen Nipashe. Mbunge wa Nakuru Mashariki mjini David Gikaria alifikishwa kizimbani kwa kutupa kiholela chupa na maboksi ya pombe katika barabara mjini Nakuru. Mbunge huyo alidinda kujibu mashtaka akisema kuwa mambo ya kaunti ya Nakuru kwenye stakabadhi za mahakama inaashiria kuwa hatapata haki. Mbunge huyo alijipata kizimbani kwa shtaka la kuwaongoza wenyeji wa Nakuru kumwaga pombe katika kampeni iliyokuwa ikiendelea ya vita dhidi ya pombe haramu. Anadaiwa alichukua katoni za pombe na chupa na kuzitupa katika mzunguko wa barabara ya KFA na Mburu Gishua. That's the Honorable Kabogo banning those alcohols after a designated site. Kiongozi wa mashtaka wa mamlaka ya mazingira Moses Mboro akitaja kitendo hicho kama tabia mbaya ambayo inatoa mfano mbaya kwa wenyeji ambao waliongozwa kumwaga pombe hiyo inayodhaniwa kuwa na athari kwa mazingira. Mbunge huyo anatuhumiwa kwa kuteketeza pombe hiyo kwenye mzunguko huo wa barabara. And we do not know whether they work. Hata hivyo, wakili wa mshtakiwa Ochang Ajiro aliteta kuwa mashtaka dhidi ya Gikaria yamechochewa na siasa zinazoendelezwa na gavana Kinuthia Mbogwa. Gikaria alidinda kujibu mashtaka akisema kuwa anahofia hatapata haki. Hakimu mkuu mkaazi Judicasta Nduku aliagiza upande wa mashtaka kumpa Gikaria taarifa za mashahidi. Aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 200,000 na kuagizwa arejee mahakamani tarehe 19 mwezi Oktoba, wakati ambapo kesi hiyo itatajwa tena. Faiza Maganga, Citizen Nipashe. Ni hayo tu mtazamaji kutoka kwangu, ni wenu Swale, nakwambia uwe na usiku mwema.